Kwa jina mimi naitwa Eden Samuel Katimunda, ni mkazi wa hapa Mbeya. Nimeangalia kwa kweli hotuba yote ya rais leo. Nimeona ametangaza mshahara wa kima cha chini kwa asilimia 35.1 ambayo sawa kwa ilivyokuwa sawa na shilingi 5,000. Namshukuru sana. Ukweli ni kwamba wale wafanyakazi kwanza kuwapandisha mshahara wa kima cha chini kutoka shilingi 375 hadi kwenda 5 au asilimia 35.1. Hii ni swala kumshukuru sana, sababu hali ya wafanyakazi wa kima cha chini ilikuwa sio nzuri. Kwani 300,000 ni hela ndogo sana, lakini kwa sasa hivi 500,000 naweza nikasema si chini ya shilingi 15,000 kwa siku. Kwenye hesabu ni sawa na kwamba kila siku ni shilingi 15,000 point. Unaona? Sasa hii ni maisha ambayo naweza nikasema kidogo ni ya kawaida sana, ambayo kila mtu anaweza kuishi. Kwa hiyo tunamshukuru rais kwa kufanya hilo. Nafikiri hali halisi ya kima cha chini alikuwa ameshaiona na ndio maana akapandisha. Naitwa Modestus Mwaluka, ni meneja wa uwanja wa Sokoine. Pia mimi ni mfanyakazi. Kwanza tumpongeze mama, kwa sababu ni miaka mingi mishahara bado iko hajapanda. Tumpongeze mama kwa jitihada yake yote kuhakikisha kwamba wafanya kazi angalau wapandishe mishahara kwa mwaka huu. Tumpongeze sana sana sana, kwa sababu rais wetu ana huruma, pia ni mama. Kama ni mama, ameona watoto wangu wanaangalia kila siku wanalia kilio cha mishahara kupanda, Mwaka huu ameamua kupandisha mishahara. Tunamshukuru sana. Fursa kwa wafanya biashara, wenye nyumba, na pia kupandisha kodi zao. Hapana. Hii nao waone huruma kwamba sasa mishahara imepanda mwaka huu, basi na wao waweke angalau unaofuu wa mpangaji, kwa sababu wote hatuwezi kujenga. Kwa hiyo wote ni wapangaji. Kwa hiyo mwenye pangaji pia ni mwenye nyumba. Kwa hiyo niseme tu kwamba wafanya biashara na wauze michele, wauza maharage, wauza mipunga, wauza biashara mbalimbali. Kwa sababu mama kapandisha mshahara, basi na wao watapandisha. Wasifanye hivyo. Kwa mama kwa tendo ambacho amekifanya leo tarehe 1 mwezi wa 5, tendo kizuri sana. Tunampongeza sana 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 na Mungu ambariki sana. Mimi kwa maoni yangu tu kwamba wafanya kazi wote, mama kasikia kilio chao. Na kama kasikia kilio chao, hebu na wao waone namna gani watamwenzi mama, ili kwa kalifanya kwa kuona kwamba yeye ni mama, ameamua kuwapandisha mishahara. Sasa na sisi na wafanyakazi wafanye kazi kwa bidii, kuhakikisha kila kitu kikae sawa, kwa sababu kuwapandisha mishahara kuwapa morali kwamba kazi ziende, wasiwe wavivu kazini, wawahi maofisini, watenda kazi wote wafanye kazi vizuri, ili mama aone kwamba kufanya mshahara kwangu, basi hawa watu sasa wamepata morali. Hilo ambalo mama kaamua hivyo na kwa maana kwamba anataka wafanye kazi kwa bidii zaidi. Jina naitwa Lina Sanga. Kitendo alichokifanya leo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuongeza mshahara kwa watumishi wa umma ni kitendo, kwanza niseme, cha kiungwana na cha kibinadamu, kwa kuwa maisha ya sasa yamekuwa magumu sana. Lakini hao watumishi watafute namna kumlipa Mheshimiwa Rais. Watamlipa kwa lipi? Wamlipe kwa kutenda kazi kwa usahihi, na wamlipe kwa kutenda kazi ambayo imetukuka. Kwa kuwa yeye ameamua kuwathamini, na wasisite katika kumthamini kwake, kwa kutenda kazi, kwa kuwajibika kwa nafasi zao. Soko la ajira limeshakuwa gumu sana. Kwa hiyo kama mtu umeshapata ajira na uko katika nafasi, itumie vizuri. Utaitumia vizuri kwa kufanya nini? Kwa kuwatendea wale wananchi ambao wewe umetumwa. Mwalimu, fanya kazi yako kama mwalimu. Daktari, fanya kazi yako fanya kazi yako kwa sababu ni daktari, unatakiwa uokoe uhai wa watu. Yoyote yule, hata kama ni mtumishi yoyote ambaye ameongezewa mshahara, yeye ana wajibu wa kutenda vile sawa sawa na kile alichopewa. Jina langu naitwa Kisa Jafet. Mimi ni mfanyabiashara, napatikana Mbeya Sokoine.
mikono ya TRA. Kwa hili jambo lililokuwepo siku ya leo, siku ya tarehe 1 mwezi wa 5 Mei Mosi, tumesikia kwamba rais amepandisha mishahara kwa wafanyakazi. Hii itatumfaisha kwa namna moja ama nyingine sisi kama wafanyabiashara. Unajua wao wakipata, sisi pia tunapata, kwa sababu watakuja kutuongesha mavazi kwa ajili ya kwenda ofisini na sehemu zingine. Kwa hiyo hii ni fursa pia kwetu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hili jambo, sababu tutanufaika sote. Kwa jina naitwa Sebastian Daniel Salimo, ni mfanyabiashara wa Mbeya. Kwa namna moja ama nyingine tunashukuru kwa Mama Samia kuongeza mshahara kwa wafanyabiashara. Itasaidia pia wafanyabiashara kunagawana riziki. Mimi kwanza kwa majina naitwa Thumani Sufiani Komesha. Tunamshukuru rais kwa kupandisha mishahara ya wafanyakazi, sababu tunaamini kwanza mzunguko wa pesa mtaani utakuwepo, lakini angalizo ni kwa wenzetu wafanyabiashara. Wao wanatumia fursa kama hizi kuona kwamba sasa mfanyakazi ana pesa, kwa hiyo mishahara lazima nani, bei za bidhaa watapandisha tunao. Kwa hiyo tunachokiomba cha kwanza ni serikali kusimamia mfumuko wa bei, kwa sababu watatumia fursa hii kwamba mishahara imepanda, watu wana pesa, kwa hiyo watapandisha bidhaa. Kwa hiyo tunachokiomba serikali isimamie hili kwanza, kudhibiti mfumuko. Yani muunge mkono kwenye hayo, kwenda kwenye uchaguzi mkuu, muunge mkono kwenye kuchapa kazi sana, ili maendeleo anayoyafanya yaende kwa kiwango kikubwa zaidi ya hapa ilivyo. Maoni yangu mimi, serikali mpandisha mishahara kwa wafanyakazi kutoka 30% mpaka 80% ngapi. Kwa wafanyabiashara inakupa shida kwao, kwa sababu wanakupa wanaongeza bei za naneli zao. Mimi naitwa Dr. Izema Mpondele, tabibu wa meno. Kwa kweli nimpongeze rais wetu Mama Samia kwa ongezeko la mshahara alilofanya. Kwa kweli tumepita katika kipindi kigumu sana kirefu cha bila ongezeko. Kwetu hii ni faraja kubwa sana, hasa kwa kwenye kima cha chini. Kwetu ni faraja kubwa sana sana sana. Mama amezingatia mambo mengi sana. Ila ombi langu mimi kwa wafanyabiashara katika kipindi kama hiki ambacho kumetokea ongezeko la mshahara, isiwe muda wa kutuumiza, maana wafanyabiashara wenyewe kishasikia mshahara umeongezeka, na wenyewe huwa wanapandisha vitu kubwa sana. Kwa hiyo itakuwa haina tija yoyote ya ongezeko hili endapo na vitu vitapanda bei. Tunaomba serikali katika hilo itupe jicho, iangalie kwa kina sana, ili wananchi wasiumizwe.